Mambo vipi msikilizaji? Karibu katika kipindi cha Hali Halisi. Mimi ni Violet Bariki. Na mimi ni Alois Sazia. Kipindi hiki ni sehemu ya mpango ushirikiano wa digital Tanzania kupitia shirika la Tech Media Convergence kwa ufadhili wa ubalozi wa Marekani Tanzania kwa ushirikiano wa idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Kipindi hiki cha Hali Halisi ni mpango wa kidijitali na imelenga kuwajengea uelewa wananchi, kukuza ufuatiliaji wa taarifa za vyombo vya habari, kupata kuelewa juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii na kugundua fursa na hatari zilizopo katika maendeleo haya makubwa ya kidijitali, kwa pamoja kujenga na kuleta hamasa kwa wananchi katika kuleta mabadiliko chanya kupitia uelewa wa taarifa mbalimbali za vyombo vya habari, hasa katika maeneo ya vijijini na mijini. Kipindi hiki ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 6:30 mchana mpaka saa 7 kamili mchana. Hapa Triple AFM 88.5, radio inasikilizwa zaidi. Haya. Tayari ni saa 6:37. Mchana. Yeah. Ndio huwa hapa tayari tumekushafikia. Okay, ni mchana lakini mchana fulani kenye ubaridi na kamvua fulani hivi. Au hujatoka nje? Ni kwa sababu ya mazingira ambayo tuko nayo katika mji huu wa Arusha. Yes. Lakini tunabudi, inabidi tupambane nayo. Yeah. Habari za mchana? Namshukuru Mungu kila kitu kiko sawa. Si kwako wewe? Mimi namshukuru Mungu, niko poa kabisa. Yes. Tunakutana tena siku ya leo, Jumamosi nzuri kabisa. Kwa mara ya kwanza kama umetune kupitia Triple AFM, radio inayosikilizwa zaidi. Hiki ni kipindi cha Hali Halisi ambacho kimsingi kwa sasa hivi tumelenga kwenye mpango wa kidijitali ambao inalenga kujengea uelewa wa wananchi, kukuza ufuatiliaji wa taarifa za habari, kupata uelewa juu ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii na kugundua fursa. Unatumia internet? Mimi ni mmoja wapo matumizi ya kutumia internet. Unajua kwa hali ya kwa wakati huu mtandao ndio kitu ambacho kinatumika sana tofauti na miaka ya zamani. So ni kitu ambacho ni cha muhimu sana kwa maisha ya sasa, lakini pia ni kitu ambacho kinatumiwa sana zaidi kwa kila ambaye anatumia simu. Lakini pia ni kitu ambacho pia kimekuwa kikituletea faida kwa wale ambao wanapata uelewa au wanajua uelewa wa kuweza kutumia mtandao zaidi. Lakini pia kwa mtu ambaye elewi anaweza akaitumia kaona ni kitu cha kawaida, lakini pia ukiitumia vizuri kuna fursa huko na pia unaweza ukajiingizia kipato. Yes. Alright, tunajua watu wengi umuhimu wa internet, lakini pia umuhimu wa kutumia mitandao ya kijamii. Kipindi hiki cha Hali Halisi ni sehemu ya mpango wa ushirikiano wa digital Tanzania kupitia shirika la Tech Media Convergence, ufadhili wa ubalozi wa Marekani Tanzania kwa ushirikiano wa idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Yes. Sasa leo tutazungumza na wananchi ama ambao wako mtaani, ambao wao watatupa uelewa kuhusiana na wanaelewa nini kuhusiana na internet, lakini pia watatuambia je, wanatumia nini, wanatumiaje mitandao ya kijamii. Tunafahamu majukwaa ama tunaita platform kwenye Facebook. Mimi ni mtumiaji mzuri wa Facebook, mimi ni mtumiaji wa WhatsApp, mimi ni mtumiaji mzuri wa TikTok pamoja na Instagram. Wewe unatumia Instagram? Ni muhimu. So unajua kila mahali nipo. Of course ni pia kutokana na kazi naofanya, pia ni sehemu moja hapo ambayo inahitaji pia niweze kutumia mitandao zaidi. Lakini pia unajua kuna mtu mwingine ambaye anatumia, yani kwenye kila platform yupo, lakini pia hajui namna nzuri ya kuweza kuitumia zaidi, lakini pia anaweza akaitumia ndivyo sivyo. Lakini pia anashindwa kutambua kwamba ndani ya hizo platform pia naweza nikaitumia kuitangaza biashara yangu, iwe ni shule, biashara, kazi yote tunaifanya ukajiingizia kipato. Unajua sasa hivi maisha ni ya kidijitali tofauti na zamani, mpaka uweke nini ile wanasema matangazo barabarani. Sasa hivi mambo yamebadilika, yamerahisishwa sana. Alright, karibu msikilizaji mpaka inapofika pale saa 7 kamili za mchana wa leo. Twende wote mpaka hiyo saa 7 kamili za mchana leo. Sasa tunakuruhusu kama wewe ni mtumiaji mzuri wa mitandao ya kijamii. Je, unaitumia vipi? Faida pamoja na hasara. Kuna mtu leo hii
aliniambia kwamba mimi bwana natumia Facebook, natumia Instagram kutangaza biashara zangu, lakini ninapata faida kidogo sana, lakini kuna wakati pia napata faida nyingi zaidi. Kuna mwingine ambaye yuko mtaani anasema nimeacha kabisa kutumia Instagram, nimeacha kabisa kutumia WhatsApp, nishai kutapeliwa. Tuambie faida na hasara ambazo umezipata kwa kutumia mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram. Alafu tutumie ujumbe wako mfupi maandishi SMS kwenda namba 0782685925. Lakini pia unaweza tutapokea simu baadaye. Namba zetu ni 0743021021. Unaelewa nini kuhusiana na internet? Je, pia unatumiaje mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram pamoja na platform kama WhatsApp? Sasa tunarudi hapa dakika chache, wacha tupate burudani moja ya muziki alafu tutarejea. Dakika moja tu hapa Triple FM. Anaitwa Barnaba pamoja na Diamond Platnumz na wimbo unaitwa Salama. Dakika chache tunarejea. Tutumie ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0782685925. Hii ni Hali Halisi. Koma kunichokonoa, kunifatafata, kuna muda vinaboa. Akutanitia doa, nile nae moyo wake tishuta loa. Najua nakudi, wiwa sasa mekuzidi maujuzi. So select attitude, kubishana bishana, I'm not in the mood. Niko salama, salama, sijui wewe uko. Uko napewa nyama, nyama kwa nyama, sijui wewe uko. Haya, anaitwa Barnaba pamoja na Diamond Platnumz na wimbo unaitwa Niko Salama. Niko Salama. Uko salama mtandaoni? Niko salama. Mwingine atakuwa anajiuliza inakuaje? Ushe kutupelewa mtandaoni? Hiyo kitu hapana, kwa sababu niko very sensitive kwenye mambo ya mitandao, kwa sababu huko kuna vitu vingi sana. So kuna baadhi ya watu pia wamekuwa wakiamini vitu kama hivyo. So mtu ambaye hajapata elimu ya mtandao ni rahisi sana kuelewa kuamini kile kitu ambacho atakiona mtandaoni, akiamini kwamba ni sawa, akiamini kwamba ni kitu ambacho ni sahihi. Pia taarifa ambazo anazipata huko anaamini kwamba ni sahihi, lakini kwa namna moja nyingine ni kwamba hayuko sahihi. Hapo ndo njia mojawapo ya kuweza kutapeliwa. Wako wengi ambao wamelia sana, yani unajua wamelia sana kutapeliwa kwa vitu kwa sababu tu ya kukosa elimu ya mtandaoni. Namna nzuri ya kuweza kuwa na matumizi ya mtandao. Leo tunazungumzia kuhusiana na misingi ya matumizi ya kidijitali pamoja na mitandao ya kijamii. Tunafahamu ya kwamba internet ni mtandao wa kimataifa wa kompyuta unaoruhusu watu kutoka sehemu mbalimbali za dunia kuwasiliana na kushiriki taarifa mbalimbali. Inaunganisha vifaa kama vile simu, kompyuta, tablets, na inaruhusu ubadilishaji wa ujumbe. Lakini pia tunafahamu ya kwamba mitandao ya kijamii inatukutanisha na marafiki duniani kote. Wengi wanatumia kwenye biashara na kadhalika na kadhalika. Lakini pia imetusaidia kwenye mambo ya mikutano, vikao. Sometimes tunatumia Zoom. So unajua unaweza mtu akawa yuko huko nchi jirani, wewe uko hapa, lakini wote mkashiriki kwenye kikao na mambo yakaenda. Alright. Tutumie ujumbe wako mfupi wa maandishi SMS kuna namba 0782685925 na baadaye tutapokea simu yako kupitia namba 0743021021. Na hii ni Hali Halisi kupitia Triple FM. Wacha tuende mtaani, tusikie marafiki kutoka mtaani wanazungumza nini, wanaelewa nini kuhusiana na internet, lakini pia wanatumiaje mitandao ya kijamii. Mimi kama mimi naelewa kwamba mtandao ni kitu ambacho kinaturahisishia sisi wanafunzi kupata taarifa muhimu ambazo zinaendelea duniani, na zinatuletea sisi kutuletea elimu karibu, na huwa inatusapoti
kupambana kwenye hali moja nyingine kwa kutumia connections za watu, kuagiza bidhaa kutoka sehemu mbalimbali, kutokea hapa labda nchini kwetu au nchi jirani. Nishawahi kufaidika na internet, ambacho faida yake moja hapo huwa kwamba cha kwanza inanirahisishia mimi huduma zangu ambazo naifanya kutumia biashara mtandao, na pia ya pili inanifaidisha mimi kama mimi kupata nakala zangu kiurahisi na kujua suspension ambazo zinaniletea mimi taarifa kuhusu jambo ambalo linatokea nchini kwetu, au kuleta elimu ambayo naweza kuipata kwa internet yenyewe. Okay, changamoto ambayo napata kwenye internet ambayo natumia mimi, ya kwanza moja hapo ni kwamba napata hasara. Nilitapeliwa na vyanzo mbalimbali ambazo vinahusiana na huduma ya kifedha, ambako ni kuna kampuni mbalimbali siwezi kutaja kwa majina lakini zishawahi kunitapeli, na watu wenyewe kama wao ambao wanatumia internet wenyewe washanitapeli. Na ikija angalia kwamba jumla ya idadi ambayo tuseme nimeshatapeliwa sasa hivi ni kama 500,000 na kwa wakati ule nilikuwa sijawahi kuripoti sababu ni muda mrefu. I think kama ilikuwa ni last year mwezi wa 7 wakati ule, lakini nikasema kwa sababu kama mwanaume mimi napambana inabidi tu hiyo kwamba watufanyishie serikali, tunaomba watu huduma hiyo kwa nyanza tofauti ambayo inaweza kutuletea manufaa kama wanafunzi, na inaweza ikatu-obtain sisi kama wafanya biashara kufanya interaction zetu kutokea kwa mmoja kwenda mwingine, na tu support sana kwenye hiyo jambo. Mimi naitwa Baraka, natokea Arusha, ni mfanya biashara mdogo. Najihusisha na nguo za wanawake, najihusisha pia na urembo. Kama perfume, makeup na mashuka ya kutandika kitandani, vitu kama hivyo. Mitandao ya kijamii mimi inanisaidia katika biashara zangu kurahisisha. Kwa mfano mteja anaweza akataka nimtumie picha WhatsApp au Instagram, na tuma mtu anapenda, ananipigia simu, vitu kama hivyo. Okay, kwa hiyo kwako ina faida. Una hasara yote ambayo ushakipata kupitia mitandao ya kijamii? Ndio, hasara zipo. Hasara zinakuwepo pia sometimes. Yaani kwa mfano, hasara zinakuwepo kama mtu ukiwa unatumia mtandao vibaya, lakini ukitumia kwa ajili ya biashara pia inakuwa na faida zaidi kuliko hasara. Mimi nachoambia watumie kwa faida ambayo inaweza kuwanufaisha. Sio hasara, waache kutuma picha ambazo sio nzuri, watumie kwa biashara zaidi. Mimi naitwa Skarius Basimba, natokea Bukoba lakini niko Arusha. Kuhusu swala la mitandao ya kijamii, aswa imerahisisha vitu vingi sana. Sawa, natumia WhatsApp, Facebook, Instagram, lakini aswa imerahisisha vitu vingi sana, kwa sababu kwanza kama unafanya biashara, unaweza kama unauza labda bidhaa, unaweza ukachukua bidhaa zako ukazipiga picha na ukazisambaza labda mtandaoni kwa watu ambao wana mawasiliano yako wakaweza kuona. Umeona? Kwa hiyo ukaweza kufanya biashara yako kiurahisi. Umeona? Si ndio? Ndio maoni yangu mimi. Na ushawahi kutapeliwa mtandaoni au kupata hasara yoyote? Mimi sijawahi. Au ushawahi kupata hasara kupitia mitandao ya kijamii? Sijawahi pata hasara yoyote. Ushawahi kutumia picha ambazo labda pengine usipendi au taarifa mbaya ambayo labda pengine haijakufurahisha? Hapana. Watu watumie mtandao wa kijamii vizuri. Sawa? Maana unaweza kuitumia vizuri au vibaya. Lakini kwa swala la biashara, yani ni nzuri na rahisisha biashara. Hello, mambo vipi? Mimi naitwa Selina Network. Kwa upande wangu mitandao ya kijamii imekuja na faida hasi na chanya. Nikianza na faida chanya ni kwamba nimeweza network, yani kuweza kuwafikia watu ambao yamkini ilikuwa ngumu kuwafikia kikawaida bila mitandao ya kijamii, lakini kupitia mitandao ya kijamii imenirahisisha kunisogeza karibu na watu ambao ningetamani kuwafikia na kuwasiliana nao kwa masuala mbalimbali ambayo labda nahitaji kupata taarifa ama ufafanuzi kutoka kwao. Kwa hiyo mitandao ya kijamii imenisaidia sana, kwa sababu tunafahamu kipindi hicho kabla mitandao ya kijamii kumpata mtu mpaka upate mtu anemjua, upate namba yake umpigie ama mtu akuunganishe naye. Lakini sasa hivi kama unaijua username yake anayotumia kwenye mitandao ya kijamii imekuwa rahisi, unamwandikia tu pale message, na kama ni jambo ambalo
liko ndani ya uwezo wake, ama ni mtu ambaye yuko kwenye mitandao active kwa haraka, unakuta anakujibu na unapata suluhisho ya jambo ambalo ulikuwa unalitaka. Lakini kingine imeweza kunisaidia kunikutanisha na marafiki ama ndugu ama jamaa ambao tumepotezana kwa muda mrefu. Unakuta kuna watu ulisoma nao shule za msingi, sekondari ama vyuo, lakini haukuwa na mawasiliano nao ya namba za simu, lakini kupitia mitandao ya kijamii, kwa sababu wengi wanatumia majina yao halisi, ni kiwango tu cha kumtafuta huyo mtu na kumwandikia message, na uzuri wengi wanaweka picha za kwao. Kwa hiyo unakuta ukiandika tu jina lake na ikija picha yake unajua ni fulani, mnaweza kuwasiliana na kupeana namba za simu na kuendeleza mawasiliano. Kwa hiyo naweza kusema pia mitandao ya kijamii imenisaidia kunisogezea watu wa karibu sana ambao tulipotezana, kitu ambacho watu wa zamani labda hawakuweza kukutana na watu marafiki zao kwa sababu mitandao ya kijamii haikuwa, kwa hiyo walipotezana hivyo. Lakini kwa sasa imekuwa rahisi na tumeweza kuwasiliana na kuwa keep. Naweza sema wale watu ambao ni watu wetu wa zamani sana, tunafahamiana nao labda toka utotoni ama kwenye mazingira tofauti ambao tumewahi kukutana. Ulishawahi kukutana na mtu ambaye labda pengine ulisoma naye darasa la kwanza kwenye mtandao wa kijamii? Of course mimi binafsi bwana nilikutana naye ambaye nimesoma naye sekondari. Nilikutana naye tu kwenye mitandao ya kijamii, akaniambia bwana vai yupo, mimi ni fulani. Nikamwambia ni wewe? Hadi yani ili kuwa na ushahidi zaidi akanitumia picha ambayo tuliweza kupiga kipindi chetu tuko sekondari. So ni kitu ambacho ni kizuri sana. Unajua sasa hivi mtandao ni kijiji. Yani mtu yote ambaye unamtaka kwa sasa hivi ni rahisi sana kumpata, lakini pia tunapaswa kuitumia vizuri zaidi ili iweze kutuongezea faida. Unajua jinsi ambavyo tunavyoendelea kwenda mbele, watoto wetu, mtandao utakuwa umepanuka zaidi. So ni vizuri sasa hivi kama mzazi, kijana, binti kupata elimu zaidi, ili basi utakapopata elimu na unamfundisha mtoto wako. Alright. Hii ni Hali Halisi kupitia AAA FM. Kipindi hiki ni sehemu ya mpango wa ushirikiano wa Digital Tanzania kupitia shirika la Tech Media Convergence kwa ufadhili wa ubalozi wa Marekani Tanzania, kwa ushirikiano wa idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Unatumiaje mitandao ya kijamii, faida na hasara zake, lakini pia umuhimu wa internet. Tu SMS ama tutumie ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0782685925. Tutapokea simu yako baadaye kwenye namba 0743021021. Violet, burudani moja ya muziki alafu tutarejea. Tuenjoy kidogo, ama unasemaje? Yeah. It's the kids, baby. My boo, my kwenye 1 and 2 hadi nasema Kiingereza I love you. And you know what, when ni mtu safi moyoni mwangu kwa peki weka mamaji. And you know what, nakuhitaji moyoni mwangu kwa peki weka mamaji. Hey, you're my sweetie, sweetie, I call you Joro, Joro, you're my sweetie, sweetie, I call you Joro, Joro, My baby, my pretty Joro. Haya, asante kwa Nandi pamoja na Juxi na wimbo unaitwa Sweetie. Hii ni AAA FM, Hali Halisi, Jumamosi ya leo nzuri kabisa. Jumamosi yenye raha yake kwa sababu ukichanganya na hali halisi alafu ukachanganya na hali ya wewe uko huko, basi kila kitu kinakuwa sawa. By the way, tunaendelea na kipindi chetu kuhusiana na masuala ya mitandao.
namna nzuri ambavyo wewe kama mtumiaji wa mitandao unaweza kutumia mtandao vizuri kwa ajili ya kuweza kukupatia faida. Lakini pia ndani ya mtandao kumekuwa na changamoto nyingi sana, kumekuwa na mambo mengi sana, kuna utapeli, kuna mambo ambayo sio mazuri, video ambazo sio nzuri, picha, kuna uzalishaji, yani kuna vitu vingi sana kwenye mitandao. Lakini pia kuna huko ndiko ambapo tunapata elimu, tunapata kujifunza vitu vingi. Lakini pia huko ndiko ambapo tunapata faida kwenye biashara zetu, kazi, ndiko ambapo tunapata wateja. Lakini pia huko ndiko ambapo tunapata pia mawasiliano au tunapata ushirikiano na watu tofauti kwenye kazi zetu. Lakini pia huko ndiko ambapo tunakutana na wale wapendwa wetu ambao tumepotezana kwa muda mrefu. Wakati huu basi tunaweza tunaungana na mhandisi Francis Mihayo ambaye ni meneja wa TCRA akitueleza vizuri zaidi, kiundani zaidi kuhusiana na ndo sekta yao, mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania, TCRA. Mhandisi Francis Mihayo, na leo tunazungumzia kuhusiana na misingi ya matumizi ya kidijitali ya mitandao ya kijamii. Hii ndo mamlaka yenyewe. Wacha tumsikie mhandisi hapa. Jina langu naitwa Mhandisi Francis Mihayo, ni meneja wa mamlaka ya mawasiliano kanda ya kaskazini, ambapo majukumu yetu sisi kama mamlaka ya mawasiliano ni kusimamia mikoa iliyoko kanda ya kaskazini. Na kwa sisi kanda ya kaskazini tunasimamia mikoa ya Kilimanjaro, Manyara, Tanga pamoja na Arusha. Sasa majukumu ya mamlaka ya mawasiliano, kwanza nitoe utangulizi. Mamlaka ya mawasiliano ni taasisi ya serikali iliyoanzishwa kwa mujibu wa sheria ya bunge namba 12 ya mwaka 2003, ambapo kabla ya hapo sekta ya mawasiliano ilikuwa inasimamiwa na taasisi mbili. Kwa maana kulikuwa na tume ya utangazaji ambayo ilikuwa inasimamia masuala ya utangazaji wa redio na television, na wakati ule kwa kweli kulikuwa na redio ambazo ni analojia, lakini na television ambayo ni analojia pia, na ndio maana hatukuwa hata na hizi redio za FM. Lakini vile vile taasisi nyingine iliyokuwa inasimamia masuala ya simu pamoja na message, kwa sababu hatukuwa na mitandao kwa maana internet. Kwa hiyo hizi taasisi mbili kila moja ilikuwa na jukumu lake la kuhakikisha kwamba sekta inakuwa, sekta inahudumiwa kulingana na sheria na kanuni zilizokuwepo. Lakini ilipofika mwaka 2003 serikali ikaona ni bora ianzishe chombo kimoja ambacho kitasimamia sekta kuu zote mbili hizi, kwa maana ya sekta ya utangazaji wakati ule, lakini na sekta ya simu pamoja na message. Kwa hiyo ndio maana ilipofika mwaka 2003 ndipo ikazaliwa TCRA, baada ya kuunganisha zile tume mbili ambazo zilikuwepo, tume ya utangazaji lakini na tume ya mawasiliano. Sasa ilipounganisha hizi tume mbili, mamlaka ya mawasiliano ilipewa kazi kuu 3, kwa maana ya kusimamia sekta kuu ndogo 3, lakini vile vile na kutoa elimu. Kwa hiyo sekta kuu ambazo tunazisimamia sasa kama mamlaka ya mawasiliano, tuna sekta ya kwanza ambayo ni sekta ya simu pamoja na internet. Lakini vile vile tuna sekta nyingine, sekta ya utangazaji kwa maana ya radio, television pamoja na radio. Siku hizi kuna radio mtandaoni, lakini kuna watoa huduma pia wa maudhui ya mtandao kwa maana kupitia online TV na vitu vingine. Lakini vile vile sekta nyingine ambayo tunaisimamia ni sekta ya mawasiliano ya simu pamoja na internet au mitandao ya kijamii. Lakini pia ukiondoa majukumu ya kusimamia hizi sekta kuu ndogo 3, jukumu lingine la mamlaka ya mawasiliano ni kutoa elimu. Kwa maana tunatoa elimu kupitia vyombo mbalimbali kama redio, kama mlivyo sasa hivi hapa nyinyi AAA FM. Kwa maana yake ni kwamba mmekuja hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawafikishia ujumbe na elimu kupitia kituo chetu. Kwa hiyo hili ni jukumu la mamlaka ya mawasiliano. Kwanza kabisa tunaposema internet, maana yake tunazungumza ni mawasiliano yanayotumia mawimbi ya mawasiliano, kwa maana bila sauti, lakini ni muunganiko pia wa vyombo mbalimbali ambavyo vinafanya mtu kupashana taarifa badala ya kutumiana ujumbe. Maana yake wanatumiana taarifa kupitia mitandao.
Na mtandao maana yake unahitaji uwe na kifaa janja, lakini uwe na huduma ya kusafirisha mawimbi kutoka sehemu moja kwenda nyingine, lakini vile vile ni kuhakikisha kwamba watu wanapokea taarifa kupitia mawasiliano. Kwa hiyo internet tu kwa lugha ya kawaida au mitandao kwa lugha ya kawaida ni moja ya njia kuu ambayo inatumia wananchi kupashana habari. Wanaweza kupashana habari kwa kutumiana ujumbe, wanaweza kupashana habari kwa kutumiana picha, wanaweza kutumiana habari kwa kutumia mawasiliano kwa maana ya jumbe fupi. Kwa hiyo kwa ujumla ni moja ya mawasiliano ambayo yanatumika kufikisha taarifa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kama nilivyosema mwanzoni wakati ule ambapo tulikuwa tunasimamia sekta ya mawasiliano, kwa maana kulikuwepo na ile tume iliyokuwa inahusisha na masuala ya mawasiliano mwaka 1995 ndipo sasa ilipoanza masuala ya ujio wa mawasiliano ya TEHAMA. Sasa niseme tu kule mwanzoni kule kulikuwepo na simu. Hizo simu kwanza zilikuwa ni simu ambazo ni za kukoroga. Kwa hiyo ambazo zilikuwa ni simu ambazo unaweza ukazungusha. Maana yake unazungusha ili kuweza kupata mawasiliano. Kwa hiyo ulikuwa unatoka hapo na safiri unaenda kwenye kituo cha posta. Ukifika kituo cha, na wakati ile kilikuwa kinaitwa posta na simu. Ukifika pale unapanga foleni. Unataka kuongea na ndugu yako ambaye aliyoko Dar es Salaam, au unataka kuongea na ndugu yako aliyoko Mwanza au Mbeya, sehemu yoyote. Maana yake utaenda pale utazungumza na mtu alikuwa anajulikana kama mhudumu au operator. Sasa yule operator alikuwa anafanya kazi ya kuhakikisha kwamba anatafuta ndugu yako aliyoko Mbeya, halafu anakuunganisha, unaingia kwenye kisanduku, unazungumza naye, unamaliza. Sasa teknolojia ilipoanza kubadilika, ukaja na ujio wa makampuni ya simu. Wakati ule kulikuwa na makampuni ya simu za mkononi, yalikuwa makampuni ya Tritel, yalikuwa makampuni ya Mobitel wakati ule. Hasa haya makampuni yalipokuja, maana yake alikuja tu na zenyewe simu za mkononi. Na simu za mkononi zilizokuja kwa wakati ule zilikuwa ni zile ambazo unaweza kumpigia mtu na ukapokea au akakutumia ujumbe. Maana yake hazikuwa na ujanja wa kuwa na muunganiko wa mawasiliano ya TEHAMA au masuala ya internet. Sasa ilipofika mwaka 1995 ndipo sasa nchini ndipo ilipoingia teknolojia sasa ya kuangalau kupata ujumbe mfupi kwenye simu ya mkononi, kuweza angalau kutuma ujumbe kupitia kwenye mitandao. Lakini vile vile hapakuwa tena na uwezo wa kutuma taarifa kubwa kwa wakati mmoja. Kwa hiyo mwaka 1995 ndipo mawasiliano ya internet yalipoanza kutumika nchini. Umuhimu hata sasa hivi ndugu mtangazaji unauona, kwa sababu wewe mwenyewe sasa hivi ukiamua kutafuta taarifa, ukiamua kujifunza, ukiamua kuwasiliana na mtu mwingine yeyote, maana yake ni kwamba inaleta uharaka zaidi. Lakini vile vile inatupelekea kuwa na uchumi wa kidijitali. Uchumi wa kidijitali maana yake ukienda kwa wakulima, kwa mfano wapo wakulima wa vitunguu, wapo wakulima wa nyanya, wapo wakulima na wafugaji wa aina mbalimbali. Ana uwezo wa kufanya biashara akiwa kwenye mitandao. Kwa hiyo maana yake uchumi kwanza unakuwa, lakini vile vile unarahisisha utekelezaji. Mwanzoni nilikuwa nataka kwenda kununua labda vyakula kwenda mahali, maana yake unasafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Lakini sasa hivi anakuambia naomba picha, nipigie picha yake nione, lakini vile vile nitumie taarifa, lakini anaangalia pia na bei na soko liko wapi ambalo linaweza kumwezesha mkulima au mfanyabiashara yote kwenda kuuza na kupata faida. Kwa hiyo sasa hivi ujio wa internet, ujio wa mawasiliano ya TEHAMA umeongeza na umeleta ufanisi zaidi katika uchumi, lakini vile vile umefanya watu waweze kufanya biashara kwa urahisi. Lakini wanafunzi wameweza kujifunza kwa urahisi zaidi. Sisi enzi zile wakati tunasoma ilikuwa ukikiona kitabu kimoja labda kiko shule moja wapo, inalazimika kumwambia mwalimu tunaomba hicho kitabu kiko sehemu fulani. Lakini sasa hivi kila kitu kiko kwenye mitandao. Ukienda kwenye mahesabu yako kwenye mitandao, ukienda kwenye sayansi iko kwenye mitandao. Kwa hiyo inarahisisha vijana wetu kujifunza kwa urahisi zaidi, lakini vile vile inarahisisha pia kutoa elimu kwa walimu wanapofundisha. Inawezekana kabisa ukawa na mwalimu bingwa wa hesabu akafundisha shule 2 au 3 4 tofauti kwa wakati mmoja kwa kutumia TEHAMA.
lakini vile vile kwenye sekta ya afya. Sekta ya afya kuna ile ya tiba mtandaoni. Maana yake ni kwamba mtu sasa hivi anaweza kujua kwamba daktari bingwa yuko sehemu fulani na anakuepo ofisini saa ngapi. Tofauti na zamani ulikuwa unasafiri, unaenda unamkuta daktari hayupo. Kwa hiyo unasubiri kwa muda mrefu, unakaa pale labda siku 2 ya 3 ndio unaambiwa amekuja, na kuja kwenyewe saa nyingine hata umuone. Lakini siku hizi unakuta madaktari wanajisema kabisa kwamba mimi nitakuwepo kazini kuanzia muda fulani mpaka muda fulani. Kwa hiyo karibu kwa ajili ya huduma ya matibabu ili uweze kupona na hatimaye uendelee kujenga taifa. Kwanza mamlaka ya mawasiliano niseme kama msimamizi wa sekta, sasa hivi tuna maeneo machache sana ambayo unaweza ukasema kwamba hili eneo halina mtandao. Na niseme tu nitoe pia elimu kupitia redio yenu ni kwamba tunavyosema kwamba kuna mtandao, maana yake sio lazima kuwe na makampuni yote ya simu. Maana yake inawezekana kwamba kwa mfano sisi tuna makampuni 5 yaliyoko kanda ya kaskazini. Kwa hiyo ukienda ukakuta kuna kampuni moja hapo kati ya yale 5, wewe amini kwamba ile eneo tayari limefikiwa na huduma za mawasiliano. Lakini mawasiliano ya aina gani? Mawasiliano maana yake ya simu, kwa uweza kupiga, kuweza kutuma ujumbe, lakini kupata huduma ya mawasiliano ya internet. Na bahati nzuri serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote imekuwa ikihakikisha kwamba maeneo yote ambayo hayana mawasiliano ya simu pamoja na internet yanajengewa minara, yanawekewa miundombinu ya kuhakikisha kwamba wanapata huduma za mawasiliano ya simu pamoja na internet. Na niseme wanapoenda kuweka mawasiliano sasa hivi hawaangalii lile eneo lina uwezo wa kuwa na watu ambao wanaweza kutumia hizi simu janja. Wanaweka mitambo ambayo inaendana na upatikanaji wa mawasiliano ya internet. Kwa hiyo niseme tu tunayo maeneo machache, kwa mfano huku kanda ya kaskazini kuna baadhi ya maeneo ambayo kwa kweli ukienda unakuta mitandao bado hafifu, lakini vile vile ukienda maeneo ambayo hayana kabisa. Tunayo machache sana. Kwa hiyo kwa sasa hivi maeneo karibu yote yanapata huduma za mawasiliano ya simu pamoja na internet. Haya, asante kwa meneja wa TCRA, mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania, Francis Mihayo, ambaye ni mtaalamu kwenye hilo eneo. Na ameweza kutufafanulia vizuri zaidi kuhusiana na namna ambavyo tunapaswa kutumia mitandao, lakini pia ametueleza kwamba namna gani ambavyo zamani enzi hizo walivyokuwa wamezaliwa, sindo kwa mujibu wa maelezo yake enzi hizo alipokuwa wanasoma au mtoto mwaka 2000 kwa jinsi ambavyo wanazungumza mtaani. Okay, na ametuonyesha kwamba namna gani ambavyo maisha yanabadilika, utofauti ule kuwepo kwa sasa, namna ambavyo pia mtoto anasoma kwa luxury, lakini pia jambo zuri sana mtoto kuweza kujifunza pia kupitia kwenye mitandao, lakini pia tuhakikishe pia tuhakikishe wanasoma pia, lakini wanakuwa na usalama pindi ambapo wanapotumia kitu chenye internet, simu, laptop. Pia kama mzazi hakikisha pia unamwekea mipaka. Kwa maana pia unatakiwa hakikisha simu yako au laptop inakuwa na pattern sehemu ambazo mtoto haruhusiwi. Nywira. Nimsikia hapa. Leo tunazungumzia nini, Violet? Ishu kubwa ambayo tumeizungumzia leo ni kuhusiana na misingi ya matumizi ya kidigitali na mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuwapatia wananchi elimu namna ambavyo wanapaswa kutumia mitandao ya kijamii, lakini pia na kuweza kuwasikia wao kama wao wanatumiaje mitandao ya kijamii. Mwingine anakuambia kwamba mimi nikiwa na stress bwana ndo naweka bando langu bana na enjoy hapo, stress zimeshapungua. Mwingine anakuambia nikiwa sina cha kufanya napitia tu, lakini pia akipata hii elimu ataelewa kwamba kuna umuhimu zaidi wa kuweza kutumia mitandao kama faida kwenye maisha yake, lakini pia kwenye jamii zaidi. Alright. Kuna baadhi ya ujumbe mfupi wa maandishi hapa. Asante kwa Baraka Boniface, yeye anatokea maeneo ya Njiro, anasema nilipotezana na rafiki yangu zaidi ya miaka 10 nyuma iliyopita, lakini baada ya kumtafuta kwenye mtandao wa Facebook nilimuona na mpaka sasa hivi tunawasiliana kabisa. Alright, asante sana. Mariana yanatoka maeneo ya Simanjiro, anasema tuko pamoja, mtandao wa kijamii imenifungulia fursa kwenye eneo la biashara. Haya, mwingine anasema nilipata mwenza wa maisha kupitia Facebook miaka 5 nyuma iliyopita na sasa hivi tuna watoto 2. Hiyo ni faida. Ngoja tuende kwenye simu hapa, naona inaita. Okay, naona kidogo
mbona imekatika? Okay, jaribu kwenda namba 0782685925. Oho, basi naona kwenye ujumbe mfupi wa maandishi hapa, amini kwenye upande wa simu kidogo namna hiyo, lakini muda wetu umekwisha tena wakati ujao. Asante kwa ujumbe wako mfupi, naona ni jumbe nyingi sana zimeingia leo hii, tunashukuru sana. Okay, muda wetu umeisha. Asante kwa hali halisi leo hii ambayo tunazungumzia kuhusiana na kipindi hiki ambacho ni sehemu ya mpango ushirikiano wa Digital Tanzania kupitia Tech Media Convergence, muunganiko wa kiteknolojia na kupitia ufadhili wa ubalozi wa Marekani nchini Tanzania kwa ushirikiano wa idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Mimi naitwa Alois Azia. Mimi naitwa Violet Bariki. Tukutane kwa upande wangu, tukutane kesho saa 12:30 mpaka saa 4 asubuhi. Usisahau kwamba kesho ni Jumapili. Mimi tukutane Monday. Asante kwa kutusikiliza, endelea kusikiliza Triple FM. Bye bye. Yo, Tron. Ojumba na majumba we.